Kwanza uamuzi wa mchezo wa dabi kuchezwa kwenye uwanja wa New Amaan Complex si uamuzi wa Yanga kwa 100%. Upande wa bodi ya ligi mtaathirika kwa kiasi gani? Tunajua uwanja wa New Amaan Complex hauchukui watu wengi, sio zaidi ya 20,000 na Mkapa inachukua zaidi ya watu 60,000. Pengine athari ambazo umeziangalia kama bodi ya ligi na mtazikabili kwa namna gani? Karibu Boimanda, kama ambavyo mnafahamu kwamba taarifa imetoka rasmi kwamba Young Africans mchezo wao wa dabi dhidi ya Simba utaenda kuchezwa pale Zanzibar. Sasa niko moja kwa moja kwenye line na Karimu Boimanda, afisa mawasiliano pale kutoka bodi ya ligi, aweze kutuambia kuhusiana na kile kitu ambacho pengine watu wanajiuliza kwa taarifa ya Yanga kupeleka uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Karimu Boimanda, habari ya muda huu? Habari ya kazi. Namshukuru Mungu tuko vizuri. Tutaka kufahamu kuhusiana na taarifa sasa, kuhusiana na taarifa ya Yanga kupeleka kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Pengine watu wataka kufahamu kanuni zinasemaje kuhusiana na hicho. Kwanza uamuzi wa mchezo wa dabi kuchezwa kwenye uwanja wa New Amaan Complex si uamuzi wa Yanga kwa 100%. Ndio. Kilichotokea ni kwamba uwanja ambao ulipangwa kutumika kwa mchezo huo, uwanja wa nyumbani wa Young Africans Sports Club kwa michezo ya dabi, ni uwanja wa Benjamin Mkapa ambao baadaye walitaarifiwa wamiliki wa uwanja kwamba uwanja utakuwa na matumizi mengine kwenye tarehe ya mchezo. Kwa hiyo Yanga wakaomba bodi ya ligi kwanza walitakiwa kikanuni sasa wataje uwanja mbadala baada ya ule uwanja wao kuwa na matumizi mengine. Wao wanawajibika kikanuni kutaja uwanja mbadala. Kwa hiyo wakatumia nafasi hiyo kuomba kutumia uwanja wa New Amaan Complex, na bodi ya ligi ikawakubalia kwa sababu kwa mujibu wa kanuni uwanja mechi za ligi kuu ya NBC zinaweza kuchezwa kwenye uwanja wote ambao umepitishwa na kamati ya leseni za klabu ya TFF, uwe ndani, uwe Tanzania bara ama uwe Tanzania visiwani, uwanja wote unaweza kutumika kwa michezo ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo bodi ikakubali ombi la Young Africans Sports Club kutumia uwanja huo, lakini si kwamba Yanga tu waliamua kwamba wanahama Benjamin Mkapa kwenda Zanzibar. Hapana, ni kwa sababu uwanja ulikuwa na matumizi mengine. Kwa hiyo watu wanajiuliza kwa nini taarifa zilitoka mapema Boimanda kabla ya taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi zikawa zimetoka kwenye kinywa cha afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe. Mmejiuliza hilo kwamba kuna shida gani hapo? Hapana, taarifa rasmi inatoka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania na ndio imeshatoka. Kwa hiyo nadhani si wakati mzuri wa kuanza kuzungumza kuhusu taarifa nyingine yoyote. Wadau wa ligi kuu ya NBC, wadau wa dabi ya Kariakoo wanapaswa tu kufahamu kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania imetoa taarifa rasmi kuhusiana na huo mchezo, na ndio ambayo inapaswa kufuatwa. Anayezungumza ama aliyetoa taarifa ni msemaji wa bodi ya ligi, na hicho ndio kinachopaswa kubakia sasa hivi, badala ya kuangalia nani alitoa taarifa au nani alitoa tetesi, kwa sababu kwenye habari kuna jambo hilo ambalo linafahamika kwamba inawezekana kuna tetesi, inawezekana kuna taarifa zisizo rasmi, lakini mwisho wa siku taasisi husika yenye mamlaka ya kusimamia na kuendesha ligi imetoa taarifa rasmi. Sawa, lakini vipi sasa kwa upande wa bodi ya ligi mtaathirika kwa kiasi gani? Tunajua uwanja wa New Amaan Complex hauchukui watu wengi, sio zaidi ya 20,000 na Mkapa inachukua zaidi ya watu 60,000. Pengine athari ambazo umeziangalia kama bodi ya ligi na mtazikabili kwa namna gani? Hatuwezi kusema ni athari. Hatuwezi kusema ni athari hasi kwa sababu kama nilivyokuambia huo uwanja umepitishwa kutumika kwa michezo ya ligi. Ingewezekana huo mchezo kuchezwa kwenye uwanja mwingine wote. Duniani hapa hakuna uwanja ambao unaweza una capacity ya kuaccommodate mashabiki wote wanaotaka kuangalia kila mechi.
kila uwanja ambao utautaja unaingiza mashabiki 60,000, unaingiza mashabiki 90,000. Mwisho wa siku si watu wote wanaohitaji kuingia kwenye huo uwanja kwa ajili ya kutazama mechi husika wanapata nafasi ya kuingia kwenye huo uwanja, na huo ni utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo tunachoamini sisi ni kwamba watu wa boli pale itakapotangazwa viingilio na namna ya kupata tiketi, watu wa boli watanunua tiketi, watasafiri kwenda Zanzibar, lakini wapo ambao wako Zanzibar watanunua tiketi, watajiongea kwenye uwanja wa New Amani Complex kwa ajili ya kushuhudia dabi, na hayo ndio mafanikio na ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo hakuna athari hasi ambazo tunaweza tukaanza kuzihubiri hapa. Basi nikushukuru sana Karimu Bwaimanda kwa kutupa ufafanuzi, angalau tumefahamu kwamba nini ambacho kimeendelea, kwa sababu watu wengi walikuwa nazungumza kwamba Yanga waliamua kule, lakini kwa sababu umetufafanulia kwamba kuna mamlaka ya uwanja wa Mkapa ndio ambao ulitoa hiyo sababu, pengine nadhani watu wengi watakuwa wameshakata kiu kwamba kwa nini wamefikiria kwenda kule na mambo mengine kama hayo. Asante sana. Naam, ni Karimu Bwaimanda, nilikuwa nazungumza naye kuhusiana na swala zima la kupeleka uwanja wa New Amani Complex klabu ya Yanga. Nini ambacho wao walikifikiria, na msukumo mkubwa ulikuwa ni nini na vitu kama hivyo, na ameshatuambia Karimu Bwaimanda kwamba mamlaka ya soka kwa maana wanaosimamia uwanja wa Mkapa wakasema kuna kitu kibakie kama kilivyo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana pia kama ni maandalizi ya AFCON, ili uwanja usije ukapata athari zingine, ili uwanja uendelee kuwa na utulivu kama ambavyo unatakiwa kuwa. Uwanja wa New Amani Complex ndio ambao utaenda kutumika, na ni official statement kutoka pale bodi ya ligi, na nimetoka kuzungumza na Karimu Bwaimanda, afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, akituambia kuhusiana na mchezo huo. Mawazo yako na maoni yako ni yapi hasa kuhusiana na Yanga kwenda kutumia uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar? Ni nini ambacho nakifikiria? Je, ni msukumo wa matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata pale, au kuna kitu kingine? Kama wewe shabiki wa Simba kwenda kucheza pale Guantanamo Bay, uko tayari na unaonaje, itakuwaje huku mkiwa na historia mbaya ya kupata kipigo mbele ya wapinzani wenu wa jadi kwa maana Young Africans? Maoni yako ni muhimu sana, kwa sababu tunataka kufahamu unapokeaje. Je, utasafiri kwenda Zanzibar au watu walioko Zanzibar ujaze uwanja? Vingilio unavionaje, vitatakiwa kuweje kwa sababu ya uwanja udogo, uwanja ulivyo? Pengine inatakiwa vingilio viwe vikubwa zaidi kukava nafasi ya uwanja wa Mkapa, au vibakie pale pale ambavyo vinatakiwa kuwa? Yote hayo unaweza kutoa kama maoni yako na vitu vingine kama hivyo. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kuichagua Like Media. Asante sana kwa kucomment, kulike na kusubscribe channel hii.